Kubwa tuna mjadala tukizungumza kuhusiana na mechi ya jana nusu finali ya pili kati ya timu ya soka ya Yanga dhidi ya Azam FC, na tunazungumzia kuhusiana na mpira ambao uliwekwa kambani na mchezaji Depp. Kuna mgawanyiko wa wachambuzi wangu, wengi wanaamini kwamba lilistahili kuwa bao halali, lakini wengine wanaamini kwamba halikupaswa kuwa bao halali. Mtazamo wako ukoje? Wewe ni mwamuzi nguli kabisa kwenye kutafasiri vyema sheria 17 za kabumbu. Kwanza hao wachambuzi wako makini kabisa naomba kila mmoja awe neutral. Ndio. Ili tuweze kutoa elimu juu ya hiyo. Unajua kwa heshima yote nilokuwa nao kwao, lakini sidhani kama yupo hata mmoja wapo ambaye anapitia sheria za soka kwa undani kama yule referee aliyechezesha assistant namba 1 na timu yake nzima. Yule ni mmoja kati ya assistant referee bora kabisa walioko Tanzania kwa hivi sasa, anaitwa Mohamed Mkono. Ndio. Sasa tunapoanza kutia mashaka, okay, kuna hali ya kuweza kutia mashaka, lakini kumbuka ule mpira ulitokana na free kick, au sivyo? Haikuwa move ambayo Mohamed Mkono alikuwa anatembea, alikuwa amesimama sehemu sahihi kabisa wakati free kick inapigwa. Sasa ili tuweze kumkamata mchezaji ambaye yupo kwenye nafasi ya kuotea, ni lazima uwe umekaa na second last defender. Sasa ukiangalia pale unaona vizuri kabisa kwamba kuna mguu wa kushoto wa mchezaji wa Yanga ulikuwa umesogea mbele tofauti na ule mstari wa offside unapotakiwa kuwepo. Kwa hiyo kilichohukumiwa, unaweza kumwona Depp alikuwa onside lakini mguu wake ulikuwa tayari kwenye nafasi ya kuotea. Kwa hiyo anahukumiwa kwa kosa hilo. Kwa kiwalisia ndio. Kwa kiwalisia kwamba ni mwamuzi alikuwa sahihi kabisa kwenye eneo hilo. Maamuzi yake yalikuwa sahihi kabisa. Kwa jicho langu mimi nilivyoona. So ndo msimamo tunaoenda nao, lakini kwa uhakika zaidi na uthibitisho zaidi tutakuja nayo hiyo tukio kwenye kipindi cha mwisho siku ya Alhamis. Tutathibitisha 100%. Sasa hivi naweza kusema 95% mwamuzi alikuwa sahihi. Na hoja ya wachambuzi ambao wanaamini kwamba bao lilipaswa kuwa halali, kwamba wanaamini kwamba wakati mpira unapigwa Depp hakuwa ametoka kwenye eneo lake. Sijui kama umenisikiliza vizuri. Nimekusikia vizuri kiongozi. Nimesemaje? Kwamba mguu yeye alikuwa amesimama karibu na wale wachezaji waliokuwa wamezoea, lakini ukiangalia mguu wake wa kushoto tayari ulikuwa kwenye nafasi ya kuotea, alikuwa ameutanua ule mguu. Natamani sana shirikisho lifanyie kazi ili jambo. Unajua tofauti na timu ikitoka kwenye uwanja wa mechi, siku ya pili wanaenda kwenye uwanja wa mazoezi kwenda kurekebisha makosa yao, au sivyo? Referee anaendaga wapi? Mimi nitaendelea kuuliza hilo swali. Referee akitoka kwenye mechi leo, lazima kuna makosa ameyafanya. Anatakiwa apate mtu ambaye anamonitor wakati ameenda kwenye mechi, ili anapotoka kwenye mechi huyo mtu aliyekuwa anamonitor amsimamie, bana wewe kwenye mechi ya jana umefanya unatakiwa uboreshe kitu fulani. Lakini hiyo hali haipo. Umeona hiyo? Kwa hiyo referee akifanya kosa, sisi tunakimbilia moja kwa moja, bana huyu tumemfungia mechi 5, mechi 6, mechi 10 au round. Mimi sidhani kama ile ni solution. Yani wanachotakiwa ni wawe na monitor ambao wanawasimamia. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio itakuja kuwa njia rahisi na sahihi ya kuweza kuwasaidia waamuzi wetu.